Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa, na ingia zangu studio hapo dakika moja nikafanya uchambuzi wa kimkakati. Bwana Benjamin Netanyahu anatarajiwa kwenda ikulu ya White House kuonana na Rais Trump. Na hoja msingi ni kwenda kuzungumza ule mpango wa amani ambao umekuwa ukiendelea katika nchi ya Oman. Nakumbuka wakina Ali Shamkani, wakina Abbas Aragachi, wakina Steve Witkoff, wakina Jared Kushner walikutana kuhakikisha kwamba wanaweza kuzungumza mpango wa amani ambao umekuwa ukipelekea vuta ni kuvuta katika eneo la Mashariki ya Kati. Unafahamu kwamba maslahi ambayo amekuwa akiweka Irani kwenye eneo la Mashariki ya Kati ni kuhakikisha kwamba yeye yupo tayari kujadili mpango usalama wa nyuklia, lakini yupo tayari kuacha kuzalisha au kuendeleza mpango wake. Kwa nchi ya Israeli wamekuwa wakiona kama ni tishio kubwa zaidi la usalama katika nchi yao. Lakini hoja ya pili imezungumzwa kuhusu namna gani sasa wanaweza kuacha kuendeleza mpango wa kuzalisha intercontinental ballistic missile. Unafahamu kwamba Irani kwa siku wanazalisha zaidi ya drone za kamikaze 400 kwa siku moja. Wanaweza kurusha takriban drone 700 kwenye anga mpaka 2000. Na lakini vile wametuonyesha kitu kingine, wameweza kuzindua bomu nyingine kali zaidi ambayo inaitwa intercontinental ballistic missile ambayo inaweza kupiga takriban kilomita 4000. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ziara ya Netanyahu ni kwenda kumshawishi Trump sasa katika kile kinachoitwa kuweza kuwarudisha nyuma mpango wa Irani dhidi ya kuendeleza au dhidi ya kuendeleza maslahi ambayo yamekuwa hayapo kwenye meza mazungumzo. Unajua, nishawahi kusema mahali kwamba mazungumzo maana yake ni sayansi, lakini mazungumzo hivyo ni sanaa. Nani anaweka nini kwa sababu gani ili aweze kupata kitu gani? Hiyo ndio dhana nzima ya mazungumzo. Kwa sasa ukitazama kwenye meza mazungumzo ni kwamba bado Iran amekuwa na turufu, tunaita negotiation power. Lakini zaidi sana hata Marekani vivyo nao wamekuwa na turufu katika meza mazungumzo. Nafahamu kwamba ili uweze kufanya mazungumzo unahitaji kuweza kuwa na kitu ambacho mwenzako hana na kuwa na kitu ambacho mwenzako anaogopa kutoka kwako, kitu ambacho anachokitaka. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba maslahi ambayo anayo Irani kwenye mazungumzo ni kwamba anaweza kutishia usalama wa kikanda. Unafahamu kwamba kwa kuanzia maeneo ya Bab el Mandeb, ukitazama maeneo ya Suez Canal, ukitazama maeneo ya mlango bahari wa Hormuz, wote umekuwa ni sehemu ya mkakati kuhakikisha kwamba maslahi ya kiuchumi, dhana ya mchumi wa kimataifa wa mafuta wamekuwa wakilindwa. Kwa hiyo hii ndio negotiation ambayo anaiweka Irani kwenye meza ya nini ya mazungumzo. Lakini hoja msingi ni kwamba sasa anaelekea katika nchi ya Marekani. Na Netanyahu alisha kusema wazi kabisa kwamba haoni kama uchaguzi utafanyika mwaka huu. Unafahamu kwamba mwaka huu kuna uchaguzi pale katika bunge la Knesset, kwamba lazima chama cha Likud kiweze kufanya uchaguzi. Netanyahu anasema kwamba kwa hali jinsi ilivyo haoni kama uchaguzi utafanyika. Hii maana yake nini? Maana ni kwamba sasa anataka kuweza kuingiza nchi vitani asiweze kufanya uchaguzi. Unafahamu kwamba amekuwa akikabiliwa na kesi nyingi ndani ya siasa za Israeli. Kwa mfano kesi zake za kutumia madaraka vibaya, kesi zake za kuweza kuwapa udhamini au upendeleo baadhi ya makampuni kwa ajili ya faida yake kubwa ya kisiasa. Kwa hiyo anatamani kuitumia Marekani kuweza kuingia nao vita na Irani kuhakikisha kwamba anaweza kusurvive kisiasa. Na nishaye kusema mara nyingi kwenye uchambuzi kwenye vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini kwamba kupambana vita ni lazima uweze kufanya dhana ambayo inaitwa rational approach. Maana kwamba ufanye uchambuzi wa kimkakati kuanzia strengths, weakness, opportunity na threat, kwamba kuna kitu gani cha kifaida ambacho utachokipata. Je, kuna hasara gani ambayo utaipata? Kuna matishio gani ambayo utapata? Uchambuzi wa kiuchumi, uchambuzi wa kimkakati, diplomasia. Je, utapata nini katika haya mazungumzo au katika hii hatua kubwa katika statecraft ambayo unaweza kuichukua? Kwa hiyo ukitazama katika mizania ya kisayansi kabisa, Marekani kupigana vita na Irani ni kitu ambacho kitapeleka hasara, ambacho Netanyahu unashangaa kwa nini hataki kusikia, kwa sababu leo tunapozungumza kuna umoja mkubwa wa kitaifa ndani ya Irani. Ayatollah juzi ametoa hotuba kwamba anawataka wananchi wake waweze kupambana dhidi ya kulinda mustakabali wa nchi yao. Lakini vile unaweza kupigana vita ambapo watu wamerudi kwa pamoja, wanaweza kulinda nchi yao. Kwa sasa hii vita kama ikipigana itakuwa ni vita ya kipindi kirefu ambayo itakuwa haina hasara. Kimkakati na kimtazamo, kwa kweli Trump sio mtu wa vita. Unafahamu kwamba Trump ni kiongozi ambaye ni realistic, mtu ambaye ni mkweli, ni mwazi.
Trump ni nationalist, mtu ambaye anaamini katika sera za Marekani kwanza, sio mtu wa kuweza kutumia fedha nyingi kwa ajili ya Marekani. Trump ni mtu ambaye of course atabiliki kwa maamuzi yake na kwa hatua zake, lakini bado sio mtu ambaye anaweza kutishia na kuendeleza mkakati wake wa kuweza kuivamia Iran. Kwa hiyo ni hatua ambazo kwa kweli zinashangaza sana kwa utawala wake wa Bibi Netanyahu, chama cha Likud ambacho anaelekea katika ziara yake kesho. Kwa hiyo tunasubiri kuona kwa namna gani anaweza kufikia huu mpango wake wa kuweza kupambana vita dhidi ya Iran. Lakini vile vile ule mpango, unakumbuka mpango wa Proxy. Proxy ni makundi ya kimkakati ambayo yanaitwa non-state actors, yamekuwa yakipambana kwa ajili ya kulinda na kuendeleza masuala ya kijiopolitiki katika mataifa mbalimbali katika eneo zima Mashariki ya Kati. Kunao kuanzia Hamas kule katika eneo la Gaza Palestina, kuanzia Hezbollah Lebanoni, Hatibu Hezbollah kule Iraki, Hezbollah kule Afghanistan, Fanmiyun kutazama kule Syria, Houthi Yemen. Bado ukifanya uchambuzi wa kimkakati kuanzia kufungwa katika mlango bahari wa El Mandeb katika eneo la Somaliland kaskazini Yemen, bado imekuwa ni swala gumu zaidi ambalo haliwezi kufikia hitimisho la pamoja. Kwa hiyo hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uchambuzi wa kisayansi hauonyeshi, hata mimi sioni kwamba Trump anaweza kumkubalia. Hoja msingi ni kufanya unilateral approach, yani kutumia wajibu wake wa mwenyewe kuweza kuanzisha vita dhidi ya Iran. Lakini je, ataweza? Unafahamu kilichotokea katika vita siku 12, Israeli ilipata hasara kubwa sana. Viwanda vyake vya kisayansi vilipata hasara kubwa sana kuhakikisha kwamba hawawezi kufikia nguvu ya pamoja.